Tunalimini jina lako Mfalme, kwa jina hilo tumelindwa, kwa jina hilo tusifiwe. Ikiwa ni siku yetu ya 6, tutamalizia kesho ibadani, ingawa tulikuwa na mambo mengi, tumebidi tugeroke tuzungumze yale ambayo yanaweza kutusaidia zaidi au kupata mahali pa kuanzia juu ya somo tulilonalo linalozungumzia ya misingi inavyotumika na miungu kama mtaji wa kuhamisha au kustawisha au kustawisha maisha yako. Na tumeendelea kurudia na kurudia kusema misingi ni chanzo. Huwezi kutenda vile ulivyo na asili ya kwenda. Asili yenu inahusika kabisa kwa hivyo hivyo. Furaha inahusishwa na asili. Kilio pia inahusishwa na asili. Kwa hiyo inaweza ikatumika kuharibu kesho au kuistawisha kesho yako. Unakuta kesho iliyotengenezeka ikatengenezeka. Mambo ni mazuri. Ukikusa kitu unarudi. Kitu kidogo tu unafanikiwa. Mbingu zinakusapoti, zinakukubali. Ardhi zinakukubali. Miji inakukubali, vijiji vinakukubali. Hakuna mahali unaenda ukatofautishwa na eneo, mema yanakufuata. Inahusishwa kabisa na misingi, na hasa pale ambako misingi hii inategemea alihusishwa mpi kuanzisha hiyo misingi au asili ya familia inashikiliwa na Mungu mpi, kwa sababu hakuna mwanadamu anayeishi bila Mungu. Kama huna Mungu basi unashinda. Maana moyo wa mtu umeumbiwa kuabudu. Na ndio kama hatukufundishwa au kuelekezwa jinsi ya kusimama na kuanzisha mambo, kuanzisha familia, tuikabidhi kwa nani? Tunaweza tukajikuta tumekabidhi kwa miungu mingine isiyotokana na Mungu, na shetani yupo ili kuharibu, kuchinja. Kwa akifanikiwa kufanya hivyo, basi tarajia mambo mengi sana na Mungu. Sasa sitarudi nyuma sana. Karibu jana tuliisha kipengele kinachosema misingi isiyo na kigezo cha kubebeshwa kitu chenye kitu kizito. Kuna misingi hizi kukaa na watu ambao wamebebeshwa na Mungu, na ikitokea ukawa upo na ukaratibu mambo ya kutekeleza kile ambacho Mungu amekutuma kufanya, shetani pia anapata nafasi ya uwanja wa kutosha mpana wa kushambulia, ile tu kwamba kitu hicho ambacho Mungu amewekeza kwako hakitotokea au kisitokee. Tumeona watu wengi, tumeshuhudia watu wengi. Siku moja hapa nilitoa ushuhuda wa kijana mmoja ambaye alitokea kwenye familia moja maskini sana mikoa ya kaskazini. Kwa kweli familia ilikuwa kwenye mazingira magumu. Familia inajulikana kwamba haitoi, ni maskini, ni watu wa vibarua. Lakini mama mmoja naye akaolewa kwa hiyo familia, akapata mtoto. Lakini kwa bahati mbaya nzuri akawa alipata tu mtoto peke yake, na mtoto ndio
akaanzisha biashara na akafanikiwa sana. Kwa kweli kafika mahali familia inajisifu kupitia yeye, yaani familia yote ambayo imechekwa inajisifu kupitia akikaa tu sokoni kwa mfano, yule mtoto yupi, yule mtoto ndo fulani, yupi yule anaenda ghorofa fulani, unaona ile ghorofa, yule ni mtoto wetu, ni mtoto wetu. Nikimpigia sasa hivi simu nikimwomba tu mfumia anapendishia. Familia inajigonga kifua kupata mtu wa namna hiyo. Akajenga nyumba sehemu moja katika huu mji, nyumba ya maana, nyumba ya maana. Kijana na miaka 30 na hajaoa. Yalikuwa utaratibu ufuate sasa huo. Ndio bwana na biashara kwa jambo ya maana. Lakini ametokea asili yake ni familia maskini. Yeye peke yake ndiye alichoka. Tunamsema siweza kubeba mtu mwenye kitu kizito. Mambo ambayo Mungu anakubebesha mazito. Misingi inakataa. Inaomba asili yetu kitu cha namna ya kiko. Asili yetu ina wasomi, haina matajiri, haina wafanyabiashara wa haina. Tumejitahidi sana form 4. Eneo form 4 waliojitahidi hapo wametoka na division 0 kama wanatumia form 4 hapo mwisho, sababu nisingeweza kubeba watu wenye kuanza miaka form 6 kwenda huko, haiwezi. Miungu inahisa na misingi, miungu inahisa na asili ya familia, inahisa kwa ina ratibu kwamba familia hii usipotokea katika namna hii. Kwa hiyo lazima utengeneze utaratibu usioendana na mtu atakayetokea kwa namna hii. Tutengeneze utaratibu ambao utaratibu huu hautoweza kubeba mtu wa namna hii. Ule kaka anatokea kwenye familia namna hii, na asikie kwamba ametokea kwenye asikie nini cha kufanya, alishatoka hakufurahi maana kufanikiwa. Watu walikuwa ndio wanamtegemea. Ukikaa tu kila kipaimara na kitatu, mtoto wangu bwana kilele, na hakuwa hana shida. Familia ilianza kupata pumziko, lakini wakijua kwamba mtu wa namna hiyo hatakiwi, asiye hiyo familia haiwezi kubeba watu wa namna hiyo. Basi kafika siku akawa anafanya ibada ya kufungua nyumba. Kaita mchungaji, mama yake amekuja, hajaoa kijana, au kijana ndio mama yake ako naye tu. Sasa ilikuwa iwe jioni saa 10, kwa watu wakaanza kukusanya saa 9 imefika, ameanza chochote. Sasa wakati mchungaji anasubiriwa, alikuwa kuna pikipiki moja matata, kama bei yake ni ndogo, kwenye bei ya 40 kuendelea, yale mapikipiki ya maana tajiri kama hivi. Akasema akimbia kali mjini, mpaka mchungaji akitamba afike mimi nishati. Kaenda kwa taarifa, alipofika Tazara spidi kwa kwaje, lakini kwa mashuhuda ambaye spidi alipanda kwenye nyuma. Sasa kwa nguvu ile pikipiki ilikuwa kuna sehemu iko mbele inatembea, ikafunga breki kwa ghafla, alienda akavaa, alikidwa, mkono ulitoka na moyo kule. Mama amefunga lemba, yuko pale ndani nyumba. Ukiingia unataka muda wote uweze kujipigia selfie, na watu wamejenga nyumba. Kuna nyumba moja nimeingia ina milango 8
Yaani hapo sasa ndio mlango hapa. Akili kasema. Kaka ule dada na Mungu nikamwambia hii ni lift. Ina labda lift ndio namna hii. Kwa hiyo akikwambia atakuja kujua atatokea mlango gani kati hizo na hiyo lazima kwa ile kaka ametenga. Sasa hayupo. Swali linakuja, tumwambie nini mama yake? Mama amekaa pale. Sasa mtu akawa anaenda, anaingia na kutoka. Anaingia na kutoka, lakini kuingia juu, ila kitu fulani haiko sawa. Kama mama akasema jamani samani, mbona siwaelewi? Siwaelewi hapa. Ndio kumpigia mchungaji kwa baba, tuje kumshika mama hapa. Badala ya kufungua ile kwa ni msiba. Nini? Jamaa amekufa. Na hajaja pikipiki. Sikwambii mazingira yalikuwa hapo. Kwa magumu sana. Nisingeitaki watu wanaona imeratibiwa kubeba watu fulani hivi wa machozi. Yaani mimi ni kilio tu. Nimejitahidi sana kufanya biashara. Ukienda sana ni matembele. Basi upande kidogo uruhusiwi wewe unatembeza matembele miaka nenda mwisho. Na sasa tunatembeza wasipokuwa na adabu ya makato inarudi, unarudi nayo. Kuna mama mmoja nimeona juzi nilishia kununua mboga, ndio ananiambia wewe nunua ya 1000 na tutosha. Mimi nikanunua ya 5000. Lakini ile tu ni mtu mama mzima. Ndio nasema labda mama shusha. Nikamwambia mama weka kwenye fridge. Sasa itaharibika. Niache iharibike lakini. Wewe nikamwambia mama akaja msheni mama. Taifa la Mungu asifiwe sana. Imani haleluya. Kwa hiyo kuna misingi ambayo haiwezi kubeba, haina uwezo wa kubeba aina fulani ya watu, na ikitokea wakatokea itaratibiwa kifo kwa sababu wanatusumbua. Shetani anampenda sana, anahisa na asili. Shetani anahisa na asili ya kweli, yaani asili yenu shetani huyo. Kwa shetani asili yenu hiyo, yaani ninyi ni wa huko, wao yeye ni wa kweli. Kwa ni sehemu ya familia yenu, na mhalali wa kufuatilia anavyotaka na kufanya kitu chochote. Shetani ni kaka yako, ni ndugu yako. Mimi sio wakati babu yangu alifanya agano na wakaapa haitotokea mtumishi au mhubiri kwa familia, sisi na kanisa no, wakakataa. Wewe ni maibuko, unasema Bwana asifiwe. Jangaa hupati uzuri uliojificha katika ujumbe unaoitia. Unaimba kwaya, unafikiri unamtumikia Bwana, na Biblia inasema mtu atakayemtumikia Mungu Baba atamheshimu. Na tunamtumikia. Sasa ile shida iko hapo, Bwana imekaa kimya. Lazima hiyo ujue, na hata kama umezaa watoto, una watoto mama wako bright, usifanye kwa sababu Bwana anafiwa na unakula bidii. Bwana anafiwa sana. Wewe watoto wangu anashinda ndio shida wangu. Lakini sisi inaweza kabeba watu wa division kwa familia yetu. Au na mwisho kwa kisha alipige ulevi, pige bangi. Hawaeleweki watoto. Sasa hivi haiwezi. Hairuhusiwi watu wanafanya kutokea. Ndio mtu mmoja anasema mbele, anasema Bwana asifiwe. Inakuja kusimama mbele. Mshukuru Mungu, lakini leo mshukuru Mungu bado hajatoka kweli kabisa. Una ushuhuda, unatoa ushuhuda na analitambia. Nije mtaka watu. Leo naomba ushuhuda mtaani.
Bwana asifiwe. Na mshukuru Mungu kwa namna hii, mbona tunaona mtoa sadaka. Namshukuru Mungu, mtoto wangu ameshika division ya ngapi kubwa hivi, ya sasa ya kwanza ana miezi yake mambo ya masomo, eti ukipanda juu hivi ndio unashuka. Kumbe sasa hivi anataja, halafu analinga, anasema na watoto wenye akili sana. Nikasema sio mnaona sasa ile bwana yake ni kutuambia watu bado wako na akili. Nikawaza sawa, hapa shida. Kuna watu ukweli kabisa, sio wapesa darasani, lakini wana breakthrough ya maisha, wanamteka wanyama. Kila kitu kinataka ni bilionea. Taifa la Mungu, Yesu asifiwe sana. Nilienda juzi kwa Masai anaitwa Laiza. Sasa amejenga na nyumba hapo. Alafu anamuuliza mzee, umesoma hadi hata sasa unaweza kutaka kama elimu kama mimi ni profesa nimesaidia nini mzangu ziki ili akasema najenga shule kwa sababu baba anakusoma, baba akanizuia. Sasa ili nisiwe sijasoma, najenga shule ili niwasaidie watu kusoma. Kwa hiyo sitakuwa baba sijashindwa kusoma. Nikamuuliza sasa unataka China watu kuuza madini una lugha gani? Sasa hivi kuuza wala kwa unaelewa hapa. Mimi naongea na mzungu Kimasai kweli na translate Kiingereza. Sasa hivi ni safi. Unataka kwa kujifunza hii lugha. Wewe tafuta ile kitu kama kuna ndio weka hapa. Na yeye anataka wewe ongea lugha yote kwenye skuli hapo kweli na badilika. Kasema ndio niko huko sasa hivi. Taifa la Mungu, Yesu asifiwe sana. Ni jambo la muhimu sana kufahamu. Kama unataka kuanzisha kitu chochote, una wazo lolote, ni kweli Mungu ameweka ile wazo ndani yako, lakini chikimsingi kweli. Shughulika naye kwa sababu itahusika kukamata Mungu nyuma na kukufuta. Hautaenda spidi inayotakiwa. Kuna watu wana mawazo makubwa. Ukibahatika kuongea na mtu ambaye anapenda kusiungana mawazo ni bilionea, lakini ukitaka kuingiza kwenye vitendo hamna chochote. Misingi haiwezi kubeba watu kama wewe, haiwezi kubeba wafanya biashara wakubwa. Tuseme lile andiko la Waamuzi tunasoma jana, nikuambia jambo la kufanya. Waamuzi 6:25 anasema, ikawa siku moja Bwana akamwambia, mtoe ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa umri wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyo nayo baba yako, ukaikate Ashera ili iliyo karibu nayo. Sasa andika hivi, jambo la kufanya ili kutengeneza misingi mipya. Jambo la kufanya ili kutengeneza misingi mipya. Fanya agano na Mungu kwa kuongeza kiwango cha kutafuta Mungu kwa maombi na kutoa sadaka. Fanya agano na Mungu kwa kuongeza kiwango cha kutafuta Mungu kwa maombi na sadaka. Fanya agano na Mungu kwa kuongeza kiwango cha kutafuta kwa maombi na sadaka. Fanya agano na Mungu kwa kuongeza kiwango cha kutafuta kwa maombi na sadaka. Hilo neno kuvunja madhabahu ya Baali na baba yako ni lugha ya kawaida, lakini tunaiweka kwenye upande wa maombi. Ndugu zangu, kile unachokiona leo tunatembea nacho, iwe ni uamsho uliona hautokani na sisi. Kuna watu waliotengeneza hii leo ambao tuko sisi.
kwa kufanya maagano mazito na Mungu, kwa kumtafuta yeye kwa maombi na sadaka. Acha kuzungumza na wewe ndugu zangu. Nisoma kitabu kimoja cha Mganda. Kwanza alieleza hivi, kutokuomba ni kufanyaje? Akaandika, kutokuomba ni kule kwenda kwenye kikundi cha maombi badala ya kuomba unaishia kupiga simu. Hiyo ndio kutokuomba. Lakini akataja pia kwamba kutokuomba ni kule kuomba chini ya siku 40. Yaani maombi ni siku chini ya siku 40 haina matokeo. Mwombaji akiingia kwenye maombi isidi siku 40 kwenda. Usimtafute Mungu kwa siku saba. Usimtafute Mungu kwa siku 20. Yesu Mungu anasikia nisikilize. Wewe hivi. Kinachomfanya Mungu kutokujibu si kwamba hataki, ila hatuna namna ya kujibu. Kiasi uweponi mwa Mungu kwa muda mrefu unatengenezwa kiasi cha kufanana na kujibiwa na Mungu. Yaani unatengenezwa na Mungu mpaka unafanana kama jini. Na Mungu huwa hakujibu mtu kitu, huwa anajibu nguvu ya kupata kitu. Kwa unapokaa uweponi mwake kwa muda mrefu, unazalisha nguvu za kufanya kupata kitu. Kaeni hapa hadi mfike uwezo utakao juu, ndipo mtakapokuwa mashahidi. Mungu hakujibu kitu, anakujibu nguvu za kupata kitu. Mungu hakujibu afya, anakupa nguvu ya kuzalisha afya njema na kuifukuza afya nguvu ndani yako. Zaidi ya hivyo, kadri unavyokuwa na stamina ya kukaa uweponi mwa Mungu muda mrefu, ndipo unapozalisha nguvu zitakazokufanya kuzaa au kuenea. Nguvu zinakukontrol, sio unazikontrol. Fanya na Mungu kwa kutafuta uso wake kwa njia ya maombi na sadaka. Hii ni kitu ambacho kitakufanya Mungu kuamini, kufanya agano na wewe, kujenga msingi mpya tofauti na ule ambao hauruhusu kitu cha Mungu kupita. Sasa kila Yosefu wanakesha siku 2, wanasema wameomba, wanafunga siku 7, wenyewe masaa waliofunga wamefunga masaa 12, wanasema wamefunga. Huwa sio kufunga. Siku moja mbele za Mungu ni masaa 24. Ukianza asubuhi, nenda kamaliza asubuhi, kesho inaweza nika moja. Na mfungo ni njia mojawapo ya kuadabisha mwili ili iweze kutii roho yako. Roho yako inaongezeka, mwili wako unafifia, nguvu za mwili zinaanza kupotea, haziwezi tena kubishana na roho yako. Hivyo inakuwa rahisi kumsikia Mungu na kumwelewa, kwa sababu ni kwa roho tu tunaweza tukamwelewa Mungu. Roho yako ikifa ni ngumu sana kusikia Mungu. Na kitu kinachosababisha roho kufa ni mwili ukiwa uko juu sana. Huwa tunakufa ili kuadabisha, kuushusha mwili ili roho iweze kuongezeka. Sasa
unapofanya maombi ya mfungo kwa muda mrefu, ni rahisi kufika level ya Mungu kuona kwamba wewe sasa anaweza akafanya agano na wewe na ukafanya kitu ambacho huwezi kukidondosha kama. Si kitu ambacho tunakizungumza sana sasa hivi. Yule aliyetengeneza hilo agano na hiyo misingi ya kweli, nenda kaulize kama unaweza ukaongea naye. Tulienda soko huko, kipindi wanachimba gesi. Ile gesi wazee walikataa, wakasema hakuna, tumekataa, fuateni utaratibu. Serikali wakatia nguvu hasana, piga maji yanatoka. Nasema arudini, ongeeni na sisi. Ndio serikali ikaenda pale, wao kwanza wanataka nini? Pekeni fungu. Sasa tukaeleza kwa nini mfanyaje? Watu walifanya, wasema ni wazee wawili hapa huwa wanajitambikia kwa kuchemshwa kwenye beseni ndani ya moto, na wanakaa ndani masaa 4. Moto unachochoma kwenye beseni, dawa inaingia. Wewe tu kusema tuombe hapa, sio ndio? Pia angalia sasa kama ni chakula sijapika, alafu kuja kushindana na mtu ambaye amepika masaa 4 kila siku. Ni watu, Yesu asifiwe. Amen. Punga mkono mbele kama una amani. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Nazungumzia kwamba nilimsikia askofu wa kanisa moja, kama ulisikia taarifa, alifunga siku 360. Yes. Mwaka mzima. Inasadikika, alisema mwenyewe kilo zilishuka mpaka zikafika 30. Anasema siku moja alipokuja kanisani, akashika nguzo ya kanisa, nguzo ikadondoka. Nguvu zilizokwenda. Ili watu wanashangaa kwa kuna vitu wako pale wanasimama. Hapa ndio unafanya mchezo. Maombi yamebeba mambo mengi. Maombi yamebeba moyo wako kulainishwa kiasi cha neno la Mungu kangati na kutakasa. Maombi yanasababisha tabia za asili kufa unapokuwa na asili ya maombi. Maombi yanampa Roho Mtakatifu nafasi ya kutengeneza kwa chombo chenye kubeba vitu vikubwa na kutengenezea msingi ambao utasababisha msingi kuweza kubeba. Kwa kazi rahisi ya kushindwa kumbeba Yesu mpaka wakataka kumuua, mpaka wafunikia kumuua. Dunia ishindwa kumbeba kila kitu, kila baba yatisha hata kaburi ishindwa kumpokea Yesu. Alikaa msudani umesika kutoka sababu chokoka huko hizo. Tunashikia watu wengine wao lakini wewe toka huko hatuwezi tukakushikia. Hatuwezi tukavuka. Hatuwezi tukashindana na nguvu ambazo zinategemea udhaifu wa misingi tulio nayo iliyojengwa au asili yetu ya kabila, familia, whatever. Kushindana nayo kwa namna tunavyoenenda kwa Mungu. Nilipita Kinyerezi siku moja nikakuta kanisa moja walikuwa na maombi wiki nzima usiku na mchana, hawajatoka mjini. Nilikuwa ninarudi na kutoka naomba mchana, naomba siku 7 angalau basi. Nikasema Baba, lakini kama tunataka kuchimbua vitu vilivyojificha kwa ndani sana, lazima iwe agano kufanya. Lazima kanisa tuanze kuinua kiwango chetu cha kutafuta Mungu kama tunataka tuishi maisha ya kusudiwa duniani. Lazima tutoke hapo. Lazima tutoke kwenye nchi wako. Kama ambacho vitu vidogo vinatushinda, magonjwa yanafanya kwa kutukia utawala wa magonjwa,
tunakandamizwa na kuonewa. Na Yesu tunaye. Mungu anakuambia naomba tukutane pale nikutengeneze mwanangu. Nenda mlimani kama Ibrahim, kama Musa. Nenda kama mimi Yesu. Mtumishi siwezi kufunga. Kwani ukienda kwenye maombi basi piga badwisi ukakaa huko siku zote. Si sawa kutokwenda. Nenda kama mwili wa kuruhusu kubeba kitu cha kumeza. Lakini ni mpaka unaye haki yako. Mwambie Mungu nataka nifanye ndani la kujenga misingi mipya juu ya familia yako. Maana uliniahidi utaniokoa na hutaacha na familia yako. Hauna hata mmoja ambaye haito kwa namna hii. Siku moja nilikuwa nasoma nikitafuta watu ambao wameitishia dunia kwa maombi. Nikapata kwa kizazi chetu hichi kwa 12 duniani. Watu waliomba miezi 8. Miezi 8. Sio hizo kaniambia kanisa hapo sasa ina mchanganyiko ndani. Mara dunia kidogo, mara Mungu kidogo. Watu ni kulizia pale wanapoona mateso ya ufalme wa giza ya shetani anatawala, yeye haiwaumi, ameizika. Hakuna mtu anasema juzi nilikuwa na mtu mmoja anasema wewe sasa hivi kuna ugonjwa leo tezirunde nakapata watu kuanzia miaka 40 lazima lo zamani walikuwa wanasema 60 wameshuka. Sasa miaka 60 kwenda huko. Sasa wanaona mpaka 40 jamani, itakuwaje sasa? Sema si hili wanasema kuanzia miaka 12. Tezidome. Na ikaenda mwenye. Shetani anasema mpaka taratibu. Mpaka ikaja kusema kana ni ugonjwa wa wanaume tokea na tumboni. Watakuwa nao, kwa hiyo ukiingia unafanywa check up. Na magari wanakungua. Sasa shangia. Unajua kwa sababu gani? Hakuna mtu anaweza kutikisa misingi ya hii spirit. Hakuna. Wangapi wanafahamu mtumishi mmoja aliwahi kutokea Messi kuzaliwa? Anaitwa Ilahosa. Messi alisomaka Bethlehem jamani. Ni kati ya watu waliosababisha uamsho wa Afrika. Hata kanema tulipona kuhubiri Injili. Yule mzee mzee aliitikisa Afrika. Tikisa misingi ya miungu iliyosababisha Afrika Injili isiingie kwa kidini kitokea. Sasa kitu kilinifurahisha sana. Kwanza nilitaka kujua aina ya maisha yake. Alikuwa anaishi. Nilishangaa kwa siku moja alifunga siku 90. Mpaka wachawi wakaitana. Njoo ali mbaya. Siku 90. Sio wewe. Sizungumzie kama ukiona. Ghafla akili na hamu inaanza kuwaza vitu vingine wakati mko kwenye maombi mnaacha kuanza kuwaza hicho kitu. Uko hapa katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana. Haleluya, na kwa maana nimepata inapita tutakutana ndani yako. Unaacha. Unaendelea na mambo mengi. Tuzungumze hapa wapi? Yaani ambaye ukikaa kidogo mama unadaiwa. Haleluya, jina la Yesu Kristo Nazareti. Laki moja. Hai. Yela watu watu. Ndio yeye mama sama yeye. Ana sio. Hata kama la kukuta kwa maombi. Shetani kapitisha kwa ukurasa. Sizungumzia hawa wale. Wewe umesio wale. Wewe unaomba tunaingia katika mama.
Taifa la Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Ni kwa njia hiyo tunaweza kutengeneza haya. Ongeza kiwango cha kutafuta. Toka kwenye level hiyo. Utoke kwenye level ya kuangalia mkesha, tunatangaza pale fulani tuna mkesha mkubwa. Tutoke huko. Mara 3 kwa wiki huko madhabahuni. Wewe usubiri ratiba za kanisa. Unasubiri. Yeye kama yule ambaye ratibu naye alikuwa amekamatwa na mizigo. Mwaka unataka mke. Ndio mtu utafuta usomo. Alafu unasubiri Ijumaa. Ndio kesho. Muda wote lazima kesho. Unaenda kama mtu ambaye ametengwa, msiba ni mkubwa kwako. Huwa ni sababu ya kukaa kimya. Mambo yakiwa makubwa unamsikia. Yaani ukiona juu yako, juu ya kumtafuta Mungu, hayafanyi usingizi. Baada ya kufika level ya kumtenda. Kuna watu wanatafuta Mungu, mpaka usingizi unaishi. Usingizi ni mdogo sana. Sasa sisi tunaona mpaka unaelekea na Allah. Ili waamke wewe. Yaani nikifika mahali kusubiri simu ni kwa mtu. Bado. Hello. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Yaani eti mtu anategemea kufanya changes ya kufanya nini? Unasubiri wiki hapo. Hebu niwekea kuanzia saa 9. Unaelekewa na mtoto inaendelea. Unasema Mungu inawezekana kajaribu kibali cha kuomba. Minya. Unaona unaanza kutekeleza sio kipawa Mungu alichokupa. Kipawa. Hamna kipawa kwenye kuomba. Kipawa ni kuhubiri na kuimba. Lakini kuomba ndio iliyobeba mambo yote. Nisizungumzie huyo mtu. Lazima tuwe mtu ambaye anaenda maombi ya mama mmoja alifanya. Nafika mahali mpaka mikono inacheza, anaonekana kichaka. Kuna maombi anaitwa maombi ya Hana. Ni maombi ambayo mtu anyamazi mpaka kitu kimetokea. Hakitokee, hanyamazi. Usikiletee agenda nyingine, mpaka kitu kimetokea. Haleluya. Kesho ni ibada. Ndio ushuhuda wa mama mmoja mchaka wa kule mchaka. Familia yao kama na tatizo moja kubwa. Mama mwili wake ni mkubwa. Sasa hivi kama na miaka michache anaelekea 80 kitu. Lakini kwa kitu kama unasaidi napitia mlima Malona. Ndio mpaka miaka ya 50. Akiwa binti anasema mdogo. Ndio nilimpa Yesu maisha. Sisi hapa aliniambia. Hili mama hawezi kuongea bila kujibu kwa mbele. Amejana. Kumbuka ndio siku moja alamishi moja na Mungu. Kwa habari ya matatizo yaliyotokea kwenye familia. Ilikuwa ngumu kwa sababu ya kansa. Ndio nasema mama. Hii sasa ni dunia hii. Mimi naitwa kwa jina la Bwana kwenye familia. Hamna sababu ya kuwa hai. Ikiwa hiki kitatokea. Hakuwa na lugha kumhudumia Mungu yake. Ila ilimuumiza sana nafasi alikuwa katika Mungu, alafu shetani ndiye anakuja kupanga mpango kwa mali huko. Ingawa amekufa wengine. Nasema hii sasa hizi too much.
hiki kinabariki. Sio kwa maana nililala kwake, tulipomaliza kumshukuru Mungu nikala, nikaenda kulala. Yule mama nilishuhudia alikuwa anaomba kwa usahihi katika Roho Mtakatifu saa 4 mpaka saa 11, ananiamsha ikiwa ni yuko kwenye maombi. Ni wale watu ambao hawaombi ujue anaomba. Kigezo cha kwamba anaomba ndiye amepata, yaani kigezo cha kwamba ni mwombaji kwa sababu anapata akiomba. Chana wao kujiita mwombaji, mimi naomba sana nipataje nini? Naona yule mchanganya au hata ukienda kwenye maombi unakuja kusema mwombaji. Kigezo cha mwombaji awe na uzoefu, yeye anaomba kazi mali. Wakasema kigezo cha mwombaji awe na uzoefu wa kufanya kazi. Yaani hiyo ndio kigezo. Yaani lazima ifike mahali umepigwa mambo kwa maombi. Ukisimama hapa kwa nasema kabla hujasema wewe ndio sababu ya kile kutokea. Tunakujua. Unaomba. Ningekuwa na muda ningekueleza nimeonja haya. Na mimi nimeonja. Ninafahamu mimi na experience ya kukaa bila kuomba, na experience ya kuomba. Nimejifunza vitu. Chochote kinachotokana na kutokuomba hatuwezi. Mungu akusaidie. Kakae na hii. Jifunze kwa sababu huwezi sio mpaka mtaneni kwa mtaani. Mtaneni kwa mtaani wa wiki watatu mtaneni. Hebu tuanze maombi. Tukutane maombi watatu madhabahu. Ndicho kinani Mungu. Nani hapa? Ndio mama anajenga ili usinishewe. Sisi usalimu na pili ili hapa muda wote. Kuna watu wanaotafuta somo. Jioni ndugu zangu. Acheni haya maisha yenye sura ya Kristo ule ni upapeli. Tunamdhalilisha Kristo ufalme wa Mungu. Unajua tukisa kaa mpaka Mungu aongee na wewe. Kwa Yesu asante. Huyo ni nimempata Yesu. Huyo nimempata Yesu. Fanya jambo hili kabla saa 1:30. Fanya jambo hili kwa imani. Sema Bwana, sema nasikia. Sema Bwana, sema sema Bwana, sema nasikia. Sema
mama anaitwa Ana akamkesha ikamwambia, sitaki ufe, nijaacha familia yangu ikiwa salama. Tukaondoka duniani, hatujaacha hizo familia zikiwa salama. Una uwezo wa kufanya kale na ukoo wako wewe. Kwa sikianza kwa mtu mmoja atakuwa kuongoza kwa haki au wengine wazisho ukoo kunisisi vipi na Mungu anaenda kufanya kupitia wewe. Ndio mkono yako juu. Sema kwa Yesu. Wewe ni rafiki. Umeniita wewe. Uliniona mimi. Sijaja kwa utashi wangu. Wewe ndiye univuta kwa upendo wako. Nimesimama mahali. Nimeitikia. Nimekubali wito ulioniita. Nijua leo ya Baba yako matatizo ambayo tunatembea nayo, misiba tunayotembea nayo kwenye familia inatokana na misingi mibovu iliyoharibiwa, isiyoweza kubeba watu kama sisi, kubeba mtu kama mimi. Katika jina la Yesu, mahali hapa ninakuomba Bwana, nifike uwezo wa kimaombi, nipe Roho wako niweze kusimama kwa niaba ya familia yangu, katika jina la Yesu, kwa niaba ya ukoo, kwa niaba ya watoto wangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninajua ya kwamba utakapokubalia ombi langu hili, hakuna chochote kinachotokana na ufalme wa giza kitakachoweza kukaa, iwe ni magonjwa ya kila aina yenye majina makubwa, haitaweza tena kukaa kwa familia yangu. Ninakuomba Bwana, nikubalie mbele. Nimesimama mimi kwa niaba ya familia, nafanya agano jipya na wewe. Nakuomba Bwana, tutengenezee misingi mipya ambayo unahisa nayo kwenye hii familia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu. Ufalme wako uje sasa, uje sasa kwenye hii familia, uje sasa, uje sasa. Yesu. Yes.